Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Basi karibuni sana katika mafundisho ya Biblia kwenye ushirika wa Africa Repent Mombasa, Kenya, kwa ushirikiano pamoja na madugu wapendwa katika ushirika wa Africa Repent mahali pale Makongolosi, Chunya, Mbeya, Tanzania. Ni vyema tuangalie ni kipi ambacho Mungu amekusudia kuzungumza nasi jioni ya leo. Ni vyema tuamini, tuombe. Tukushukuru wewe Mungu uliye mtakatifu, uliye mwenye haki, uliye juu sana katika mahali pako patakatifu, pamoja na wenye mioyo iliyovunjika, pamoja na wenye mioyo yenye toba, ili kuzifufua nafsi zao Bwana. Mungu, nasema asante kwa ajili ya neema ambayo umenijalia. Umejalia hata Lydia na wengine wapate kusikia kutoka kwako kila ambacho Bwana umekusudia. Maana unasema katika neno lako kwamba kuna njia ambayo machoni kwa mwanadamu inaweza ikaonekana kwamba iko sawa, lakini mwisho inaelekeza kuzimu, inaelekeza kwenye maangamizi Bwana. Na hiyo ni njia pana ambayo mwisho wake ni upotevu. Mungu, tunaomba Bwana kwa huruma na rehema zako, zungumza nasi, zungumza na hata wenye wanaenda kusikia ujumbe kwenye mtandao. Zungumza na hata wapendwa walio Makongolosi, Chunya kule Mbeya, Tanzania. Na kila mmoja ambaye Bwana ungependa kunena naye, enda ukanene naye Bwana. Enda uonyeshe watu dhambi zao, enda ukawape huzuni ya kiungu, enda ukawape toba, enda ukawape imani. Zote ni kwa neema Bwana. Saidia Moses, msaidie Lydia Bwana. Saidia Maida na Karo, Faraja, Salome, Gertrude, Silvana, wote ambao Bwana wanakutafuta kwa mioyo yao yote. Enda ukakutane nao Bwana, tafadhali. Ni katika jina lako lilokuwa na safi ya Yesu Kristo naomba na nitakuamini. Amen. Tutaangalia kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali 14 mstari wake ni wa 12. Ujumbe wa leo mada yake ni njia ya mauti. Njia ya mauti. Mithali 14 mstari wake ni wa 12, maandiko inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa kwa mtu, bali mwisho wake huelekeza mautini. Iko njia ionekanayo kuwa sawa kwa mtu, bali mwisho wake huelekeza mautini. Kuna njia ambayo unaweza ukawa unaitembelea katika maisha yako ya kumtafuta Mungu ama hata ndani ya Kristo, lakini kawa sio njia ya haki, sio njia ambayo inaelekeza kwenye uzima, ama sio njia ambayo Kristo mwenyewe ambaye ndiye tunafaa kuiga mfano wake alitembelea. Kwa hivyo ni wewe ujiulize, kama mwenye dhambi ambaye uko katika toba, ama kama mwenye dhambi ambaye Mungu anakuvuta kwa Kristo. Maana Mungu ndiye huwa anavuta mwanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuamua kuja kwa Mungu ama kuja kwa Kristo. Uwezi. Mungu ndiye huwa anavuta mwenye dhambi. Hivyo ndo kitabu cha Yohana 6:44 na 65 nasema, Mungu ndiye huwa anavuta mwenye dhambi kwa neema yake kuja kwa Kristo. Ndiye huwa anamvuta, anamleta kwa msalaba ili asulubiwe pamoja na Kristo. Yule mtu wa kale apate kufa na utu wako wote wa kale upate kuangamizwa, ufanyike kiumbe kipya. Hayo yote huwa yanafanywa na Mungu mwenyewe, na huwa ni neema
si kwa ujanja wa mwanadamu, si kwa chochote ambacho mwanadamu anafanya. Hapana. Huwezi kukaa hivyo kaamua utembee katika hata njia nzuri. Mungu ndiye huwa anakuwezesha utembee katika hiyo njia. Hata wakati uko katika toba, Mungu ndiye huwa anakusaidia usiregelee zile dhambi. Baada ya kuziungama, kuzikiri na kuzitubu, Mungu ndiye huwa anakupa uwezo wa kutokurudi nyuma. Mungu ndiye huwa anakupa uwezo wa kutokurudi nyuma. Lakini unaweza ukawa uko katika toba kama wewe Lydia, wewe Faraja, wewe Salome, wewe Gertrude, wewe Mama Baraka. Unaweza ukawa uko katika toba Moses, Karo na Maidi. Lakini katika toba yako bado uko na njia ambazo unazifuata ambazo hazistahili. Inaweza kawa ni njia za uzinzi. Bado uko katika toba na uko katika uzinzi. Uko katika toba, uko katika chuki. Ndani ya moyo wako umejaza chuki dhidi ya majirani, chuki dhidi ya watu kazini, chuki dhidi ya ndugu zako. Hiyo sio njia ambayo inaelekeza kwenye uzima. Hiyo ni njia ambayo inaelekeza kwenye umauti. Unaelewa? Yeah. Uko katika toba ama uko ndani ya Kristo haswa, uko katika uasherati, au uko ndani ya kanisa. Mungu hata anasema huyu mwasherati na atengwe. Atengwe, atolewe hata kanisani, hastahili kuwa hata kanisani. Huyu mtu ambaye anakiri kumjua Kristo ama ako katika toba, Mungu anamvuta kwenye imani, anamvuta kwenye ufalme wa nuru. Lakini bado anajificha baada ya kusikia Injili. Akienda nyumbani kwake anaenda na kunywa pombe. Na kesho mnakutana tena naye, anakutana na madugu tena. Akirudi tena anaenda kulewa pombe. Huyo ni mtu ambaye hayuko katika njia ya kutafuta uso wa Kristo. Huyo ni mtu ambaye yuko katika njia ya mauti na mwisho wake ni kutumbukia kuzimu, jana. Kuwa katika mahali ambapo unasikiza neno la kweli na bado unatembea katika masengenyo. Masengenyo ni njia ambayo inaelekeza kwenye umauti. Na hili ni jambo ambalo Mungu analizungumza na anarudi tena analizungumza katika hiki kitabu kimoja Mithali. Ukiangalia pia Mithali 16 mstari wake wa 25. Hili ni jambo ambalo Mungu analizungumza. Kwa hivyo ni maana anasisitiza ili kama uko katika hii hali uamke kutoka kwa huo usingizi. Uamke haswa. Anasema iko njia ionekanayo kuwa sawa sawa kwa mtu, bali mwisho wake uelekeza mautini. Ni njia gani? Ni njia ambayo unaishika ama ni njia ambayo hauna seriousness na chenye unatafuta. Unatafuta wokovu. Lydia, unatafuta wokovu. Lakini uko katika njia zingine ambazo hazistahili, haziendani na Mungu, si za haki. Ukiangalia Yohana 8:34, Yesu anasema chochote mwanadamu anachofanya ambacho si haki ni dhambi. Yeah. Yeye atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hivyo chochote ambacho unafanya ambacho sicho cha haki ni uovu, ni dhambi mbele za Mungu. Unaelewa? Kwa hivyo kama wewe ni masengenyo, unafaa kupitia hii sermon, Lydia, Moses, kupitia hii sermon, wapendwa ambao mko pale Makongolosi, Chunya, Mbeya, Tanzania, na yote ambaye anasikia huu ujumbe hata mtandaoni, tafadhali angalia ni njia gani ambayo umeshika, uwe ndani ya wokovu ama nje ya wokovu. Angalia ni njia gani ambayo umeshika ambayo sio njia ya haki, ambayo ni njia ya umauti ambayo inakuelekeza jehanamu. Jehanamu sio mahali pa mchezo. Hiyo ni mizigo ambayo umebebeshwa na shetani na uko ndani ya kanisa, unajiita Mkristo. Lakini wewe sio Mkristo. Kama unatembea katika njia ambazo hazistahili kuendelea, wewe sio Mkristo. Afadhali mtu ambaye hata ako katika toba kuliko wewe ambaye uko ndani ya Kristo na unatembea katika njia za kinafiki, njia za kipumbavu. Wewe ni mtu ambaye unasulubisha Kristo mara ya pili. Wewe ni mtu ambaye unadhiaki na kukufuru na kukanyagia damu ya Kristo ambayo ilikutakasa pale Kalvari.
Fuvu la kichwa. Yesu hakuagikwa pale ili tuendelee kukaa katika maisha machafu. Hapana. Yesu hakusulubiwa tuendelee kutembea katika njia ambazo hazistahili Lydia. Yesu alikufia Lydia. Hata kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, Yesu alikukufia. Yesu alikukufia. Damu ya Kristo ambayo ilimshinda shetani mbinguni. Hiyo ndo damu bado inashinda shetani hapa duniani kwa kuweka imani kwa hiyo damu. Kwa kuweka imani kwa hiyo damu. Hivyo ndo ndugu Griffin kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yake alikuwa anashiriki. Damu ya Kristo ilimshinda shetani mbinguni. Imeandikwa. Malaika Mikaeli alimshinda shetani kwa damu ya Kristo na ushuhuda wao. Hiyo damu bado ndo ukiweka imani kwake dhambi zako zinaoshwa. Ukiweka imani kwa hiyo damu, uovu wako, dhambi yako ambayo ulirithi kutoka kwa damu zinaoshwa, zinasafishwa, unatakaswa, unakuwa mweupe kama pamba, unatengwa mbali na dhambi. Lakini je, umeshika laini gani? Umeshika njia inakuelekeza wapi? Hiyo ndio inafaa iwe swali. Hiyo ndio inafaa iwe swali. Ukiangalia hiki kitabu cha Mithali, Mungu anazungumzia sana kuhusu njia. Ukiangalia pia Mithali 15 mstari wake ni wa 9. Mstari wake ni wa 9. Andiko linasema Bwana huchukia sana njia ya waovu. Bwana huchukia sana njia ya waovu, bali huwapenda wale wafuatao haki. Bwana huchukia sana njia ya waovu, bali huwapenda wale wafuatao haki. Mungu hana upendo na wenye wanatembea katika njia ambayo haistahili. Anasema anawachukia Lydia. Mungu anakuchukia kwa kuwa anakuonyesha njia ya uzima. Njia ya uzima ni umepata ufunuo wa dhambi. Tubu dhambi zako, geuka. Wacha njia za masengenyo, wacha njia za chuki, wacha njia za fitina, wacha njia zozote mbaya. Usijidanganye na kwamba ati sifanyi uzinzi, sifanyi uasherati, siui, siibii mtu. Hizo zenye unaona ni dhambi kidogo ambazo haziwezi kukupeleka jehanamu, hizo ndo zinapeleka watu. Hizo ndo zinakuzuia wokovu, fitina, masengenyo, chuki. Hizo kama ziko ndani ya moyo wako, kama hujaziungama na kuziacha, hizo zinatosha kufunga neema ya Mungu kwako. Kwako Silvana, kwako Gertrude, kwako Salome. Kama kuna njia yoyote ambayo ni ya uovu ambao unaitembelea, Mungu anasema anakuchukia. Anakuchukia kikamilifu. Hana upendo na wewe. Mungu anapenda wenye dhambi ambao wakionyeshwa makosa wanasikia hiyo sauti ya Mungu na wanatii. Na wanaenda wanatubu lile kosa ambalo Mungu amewaonyesha kupitia neno lake, wakisoma ama likihubiriwa kwa Roho Mtakatifu kupitia madumu. Wanatubu na wanageuka, wanaliacha. Hawa wanawapenda. Lakini wapuuzaji ambao wanasikia injili ya Kristo na wageuke kutoka kwenye hizi njia mbaya, Mungu hana upendo na wao. Mungu hana upendo na wao. Anawachukia. Watu ambao wameolewa na waheshimu mabwana zao, Mungu anakuchukia. Ni upee mume wako heshima.
ni umpende mume wako, upende watoto wako. Lakini kama unachukia mume wako, unachukia watoto wako, hautembei katika njia ambayo ni ya haki, hautembei katika njia ambayo Mungu anaweza pendezwa nawe. Hapana, uko katika njia ambayo itakuelekeza kwenye mauti, na njia ambayo inafanya Mungu na wewe muwe maadui. Kwa hivyo angalia, ni maisha gani unaishi? Ni maisha gani unaishi Silvana? Ni maisha gani unaishi Gertrude, Salome, Faraja, Mama Baraka? Ni maisha gani unaishi? Ni maisha gani unaishi Moses? Tafadhali wapendwa, kama kweli unataka kufikia imani, tafadhali Lydia ukiwa mmoja, kama unataka kufikia imani, ni ugeuke kutoka njia yoyote ambayo ni chafu, ni mbaya. Ni ugeuke na utupilie mbali hayo makosa. Utupilie mbali hayo makosa, ili Kristo apate kufunuliwa kwako. Utupilie mbali njia yoyote ambayo impendeze Mungu. Uiungane mbele za Mungu, utubu na ugeuke, uiwache. 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 Kwa hivyo unafaa uwe na hakikisho na njia ambayo umeshika. Unafaa uwe na hakikisho na ile njia ambayo umeshika. Lakini kama utakuwa unachukulia mahubiri kama show off ama jambo la kujifurahisha, unasikia leo, kesho unasikia, mwisho wako utakuwa jana. Kila mwanadamu ako na appointment na kifo. Niko na appointment na kifo, uko na appointment na kifo. Waebrania 9:27. Kama vile mwanadamu alipowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa aikabili hukumu. Kwa hivyo hiyo inatuonyesha wazi kila mwanadamu ambaye amezaliwa na mwanamke ako na appointment na kifo. Kuna siku utakufa, na ukifa nafsi yako itainuliwa juu, ikatoe hesabu ulikaa maisha ina gani. Utaanza kuambia Yesu, nilikuwa natembea katika njia ambazo hazikupendeza, na wewe unatarajia kuingia mbinguni, haitawezekana. Ni uangalie chochote ambacho akistahili mbele za Mungu, uachane nacho. Kama ni kiburi, wacha. Kama ni ujeuri, wache. Wache. Kama ni upumbavu, wache. Kama ni ujinga ambao utakupeleka jehanamu, acha. Wacha. Ina haja gani ujinga unipeleke jehanamu? Ina haja gani uasherati, uzinzi unipeleke jehanamu? Ukiangalia kitabu cha Wagalatia, tutaangalia kitabu cha Wagalatia 5:19 hadi 21. Nasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Na waonya kama nilipokwisha kuwaonya kabla, kwamba watu watendao mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Ukiangalia pia waraka wa kwanza wa Korintho 6:9 na 10 inasema, je, hamjui kwamba wasio haki hawataurithi ufalme wa Mungu? Paulo kwa roho ya Kristo anaweka msisitizo, anasema msidanganyike. Waasherati ni watu ambao hawajaoa wala kuolewa, lakini wanashiriki tendo la ndoa mahali hapana ndoa. Hii ni njia ambayo inaelekeza kwenye mauti. Hizi zote ambazo wanazisoma hapa kwa uwezo wa Mungu ni njia ambazo zinaelekeza kwenye mauti. Wagalatia 5:19 hadi 21. Paulo anasema matendo ya mwili ni dhahiri, nao ni hayo ambayo tumeyasoma: uasherati, uchafu,
ibada ya sanamu, yote hayo ni njia ambayo inaelekeza mwanadamu kwenye mauti. Hiyo ni njia ambayo Lydia itakuelekeza kwenye mauti. Fitina, faraka, uzushi, husuda, ufisadi, ulevi. Hizo zote ni njia ambazo Silvana, Jethro, Salome, Mama Baraka, Faraja, hizo ni njia Karo, Maida na Moses zitawapeleka jehanamu msipozitubia na kuziacha na kugeuka. Ni njia ambazo zitawapeleka jehanamu. Na ni either ukubaliana na neno la Mungu, utubu leo na ugeuke, ama uendelee kukaa katika toba na upuuzaji na ufe uingie jehanamu. Mungu ana ushirika na dhambi. Na jehanamu hapana toba. Jehanamu imejaa uwepo wa Mungu. Jehanamu imejaa funza. Jehanamu imejaa uchungu. Jehanamu hautapata hata tone la maji. Ni jukumu lako utubu na uache. Utubu, ugeuke, uache, uweke imani kwa Yesu Kristo. Unachagua lipi? Kuwa mpuuzaji ama kuwa mtiifu kwa sauti ya Mungu na kutubu na kugeuka na kuacha na kuweka imani kwa Kristo? Chaguo ni lako. Mungu ametuwekea uzima na mauti. Uchague. Waraka wa kwanza wa Korintho 6:9 hadi 10. Je, hamjui kwamba wasio haki hawataurithi ufalme wa Mungu? Yes, wasio haki ni kina nani? Ni watu ambao hawajamwamini Kristo. Ni watu ambao wanatembea katika njia ambazo hazistahili. Wasio haki ni kina nani? Ni wanafiki ambao waliamini Kristo pia, na baada ya kuamini Kristo wakarelax. Wakaanza kusema tumehesabiwa haki bure pasipo matendo. Kwa hivyo wakaanza kukaa ndani ya Kristo lakini maisha machafu. Wanafiki au sio watumishi waaminifu. Ni watumishi dhalimu, na Yesu akija atawakata vipande na waeke jehanamu. Kwa nini? Baada ya kumwamini Kristo hawakukaa katika uaminifu. Walizembea, wakakaa katika maisha machafu. Yohana mtakatifu 15 ukisoma kuanzia 1 ukiteremka, Yesu anasema yeye ndiye mzabibu wa kweli na Mungu Baba ni mkulima. Na yeyote ambaye akai ndani ya Kristo hawezi akazaa matunda, na huyo ukatwa kama tawi na kutupwa kwenye moto. Moto ni jehanamu. Kwa hivyo kama utakaa ndani ya Kristo na utembee katika utakaso ndani ya Kristo baada ya kuokolewa, mwisho wako ni jehanamu. Ndio maana hata Yakobo, ukisoma kitabu cha Yakobo anasema imani pasipo matendo imekufa. Uliokolewa, na baada ya kuokolewa imani lazima iambatane na matendo mazuri. Hujaokolewa, unatafuta wokovu wa kibibilia, uko katika toba. Je, unakaa maisha aina gani? Hauhesabiwi haki kwa matendo, lakini hiyo haimaanishi ukae maisha machafu. Haimaanishi ukae kwa uasherati, uzinzi, fitina, faraka, masengenyo ati kwa kuwa unahesabiwa haki bure. Hapana. Ingekuwa ni hivyo, hatungeambiwa tutubu. Mungu angetupa tu imani mara moja. Na pia unafaa ukumbuke Mungu hakuambii utubu kwa kuwa ajui dhambi zako. Anazijua. Anajua dhambi zako, lakini anataka aone sincerity ya your heart. Anataka aone ukweli wa moyo wako. Je, utadanganya? Utaungama kwa kweli kutoka ndani ya moyo, ama utaungama kwa unafiki? Wako wengi ambao wanaungama dhambi kwa unafiki, wanakaa ndani ya toba miaka 5, hawafikii imani. Toba yao haizai matunda. Paulo anawaambia Wagalatia, anaambia kanisa la Korintho, wasio haki. Je, hamjui kwamba wasio haki hawataurithi ufalme wa Mungu? Wasio haki hawawezi wakarithi ufalme wa Mungu. Na hili ni kanisa takatifu Lydia. Hawa ni watu ambao walikuwa wameokoka, wakaamini kazi ya msalaba, wakaoshwa kwa damu ya Kristo.
Ile damu ambayo ilimshinda shetani mbinguni, hiyo damu ilikuwa imeosha kanisa la Korintho na likaamini. Lakini Paulo anaona uzembe miongoni mwao. Anaona uzembe. Mtu anachukua mke wa babake analala naye. Ukiangalia waraka wa kwanza wa Korintho 5 mstari wa kwanza inasema, yamkini habari imeenea kuwa miongoni mwenu kuna uzinzi ambao haujatokea hata miongoni mwa watu wasiomjua Mungu, kwamba mtu anaishi na mke wa baba yake. Paulo baada ya kuona huu unafiki na huu ujinga, anawaonya, anawaambia, amjui kwamba wasio haki hawataurithi ufalme wa Mungu? Mtu ambaye anachukua mke wa babake na anafanya uzinzi na yeye, huyu ni mtu ambaye hana haki. Ni mtu ambaye anatembea katika njia ya kuenda jehanamu, njia ya kuelekeza mautini. Huyu ni mtu ambaye hana uzima wa milele ndani yake. Huyu ni mtu ambaye hana Kristo. Hata kama aliamini Kristo, alizembea katika imani. Alizembea katika imani. Na anawaonya. Anawaambia, mkiendelea katika huu pumbavu, huu ujinga, hamwezi mkarithi ufalme wa Mungu. Haijalishi uliamini Kristo, huo wokovu Mungu hata ukumbuka. Hata ukumbuka. Msindanganyike, waasherati, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wezi, wala wenye tamaa mbaya, wala walevi, wala wanaothiaki, wala wanyang'anyi hawataurithi ufalme wa Mungu. Hawataurithi ufalme wa Mungu. Paulo anatuonya. Na unaonaje kama watu ambao waliamini damu ya Kristo, Paulo anawaonya hivi, itakuwaje wewe mwenyewe hata hujafikia imani? Unafaa ushuke. Unafaa ushuke Lidia, unafaa ushuke. Unafaa ushuke, uache kiburi. Lidia, Mungu anataka uache kiburi. Mungu anataka umuombe akupe huzuni ya kimungu, akupe machozi, akupe toba ya kweli. Lidia, Mungu anataka uache kiburi kama unataka kufikia wokovu. Ukiangalia maandiko vizuri, hii Mithali 16, ukiangalia mstari wa 5, Mungu anasema anachukia moyo wa mtu mwenye kiburi. Kiburi, Lidia, ndio kinafanya ufikie imani. Kiburi, ujeuri. Hautaki kulia kwa ajili ya maisha machafu ambayo umeishi. Hautaki kunyenyekea chini ya neno la Mungu na kuambia Mungu akuongeleshe, na kuambia Mungu akurehemu. Unakaa tu, unaheshimu wanadamu lakini hauheshimu Mungu. Hakuna jambo limejificha mbele ya macho ya Mungu. Hakuna. Matendo yako maovu yatakuangamiza usipofikia imani. Usipofikia imani, matendo yako maovu yatakuangamiza jehanamu milele na milele. Kwa nini? Matendo maovu ni njia ya mauti. Kila tendo ambalo ni ovu ni njia ya mauti. Ni njia ya mauti. Ukiangalia Mithali 6 mstari wake wa 5, maandiko yanasema, Bwana huwachukia sana wote wenye kiburi cha moyo. Uwe na hakika kwa hili, hawataepuka kuadhibiwa. Hawataepuka kuadhibiwa. Bwana huwachukia sana wote wenye kiburi cha moyo. Uwe na hakika na hili. Yaani Lidia, Mungu anakuonya. Anakuambia anachukia wenye kiburi cha moyo. Silvana, Gertrude, Salome, wengi wenu ni kiburi ambacho kinawazuia kufikia imani. Kiburi. Mama Baraka, Karo, Moses, Maithia, wengi wenu, Lydia, wengi wenu, kiburi cha moyo
Kutokuchukulia neno la Mungu penye inastahili. Yaani kuchukulia neno la Mungu kwa wepesi, hicho ndo kiburi. Usitafute kiburi kingine. Kuchukulia neno la Mungu kwa wepesi, hicho ndo kiburi. Kutokuamini neno la Mungu, hicho ni kiburi. Hicho ni kiburi. Mungu anataka uweke moyo wako chini na uambie Mungu, tafadhali tengeneza njia ndani ya moyo wangu ili Kristo apate kutembea. Weka maisha yako chini. Shuka, ambia Mungu, tafadhali ponda huu moyo wangu. Nipe moyo wa nyama, moyo wa kuvunjika na kupondeka. Bwana huwachukia sana wote wenye kiburi cha moyo. Uwe na hakika na hili, hawataepuka kuadhibiwa. Wataadhibiwa na nini? Moto wa jehanamu ndio adhabu ya wenye kiburi, ambao wamesikia injili ya Kristo mwaka na mwaka, ama mwezi na mwezi na mwezi, na wakakataa kutii sauti ya Mungu na kuamini kile ambacho Yesu alikifanya msalabani. Hawataepuka kuadhibiwa, na adhabu yao ni moto wa jehanamu milele na milele. Mungu azungumzia adhabu nyingine hapa. Anazungumzia adhabu ya moto wa jehanamu. Ndio maana unaona anaweka msisitizo. Anasema uwe na hakika na hili. Yaani ukiona jambo ambalo Mungu anaweka msisitizo, kuwa makini sana hili. Mungu sio mwanadamu. Mungu sio mwanadamu hata azungumze uongo. Aseme asitende. Kama Mungu anasema njia mbaya itakuelekeza mautini, jehanamu, hivyo ndo mwisho. 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 Niangalie utaendelea na haya maisha mpaka lini? Ukiangalia hiyo Mithali 14 mstari wa 32, andiko linasema kwamba waovu huangamizwa kwa matendo yao maovu. Waovu huangamizwa kwa matendo yao maovu, bali hata katika kifo wenye haki hupata kimbilio. Wenye haki ambao walihesabiwa haki kwa kuamini tendo la haki la Kristo, na baada ya kuamini wakakaa maisha ya utakaso, utakatifu wa nafsi, roho na mwili, hata kwa kifo watapata kimbilio. Kwa nini? Walikufa ndani ya Kristo. Uzima wa milele humo ndani yao. Hawatawahi ona uharibifu. Lakini waovu, maovu yao yatawaangamiza, yatawaingiza kuzimu, yatawaingiza jehanamu, mahali pa maangamizi, mahali pa mateso milele na milele. Mahali hata ukiomba tone la maji hutawahi pata lile. Lidia, Mungu anataka uweke kiburi chini na uvunjike, ulie. Tafadhali. Lidia, umesikia injili muda mrefu. Acha kuchukulia urahisi. Acha kuchukulia jambo la kawaida tafadhali. Napenda nafsi yako. Madugu anapenda nafsi yako. Na ndio maana unaona kila siku tunaweka maisha yetu chini. Mungu akuongeleshe kupitia sisi. Tafadhali. Na yote ambaye anasikia, Salome, Gertrude, kila mmoja, Maida, tunayaweka maisha yetu chini ili msikie injili ya Kristo na muamini kile ambacho Kristo alikifanya Kalvari kwa ajili ya dhambi zenu.
Tafadhali. Je, unaamini kwa damu ya Kristo unaweza ukapata ondoleo la dhambi? Basi kama unaamini kwa damu ya Kristo unaweza pata ondoleo la dhambi, na bado hujapata ondoleo la dhambi, inamaanisha ndani yako kuna kutokuamini. Maana unaamini kwa mawazo yako, lakini haifanyiki imani katika moyo wako. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo 12, kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 11, maandiko yako wazi. Inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, wala wao hawakuyapenda maisha yao hata kufa. Hata kufa. Yeah. Shetani anashindwa mbinguni kwa neno la ushuhuda, kwa damu ya Kristo na neno la ushuhuda. Hii damu ambayo ilimshinda ibilisi mbinguni, hii damu ambayo ilimshinda shetani mbinguni, hiyo ndo damu Lydia itakupa imani. Hiyo ndo damu ukiamini unapata imani, unapata ondoleo la dhambi. Hiyo damu. Kwa hivyo unafaa uweke kila kitu chini. Uweke kila kitu chini. Weka kila kitu chini. Ukiangalia kitabu cha Luka 9, kitabu cha Luka 9, Luka 9:20 na Luka 9:23, andiko linasema, kisha akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe, au chukue msalaba wake kila siku anifuate. Kwa nini Yesu anakuambia hivi? Yesu anakuambia vizuri, Silvana, Gertrude, Maithia, na yeyote ambaye haja pokea ufunuo wa Kristo, maana wokovu ni ufunuo wa Kristo. Wokovu ni Yesu ajifunue kwako kama mwenye dhambi. Wokovu ni Kristo ajifunue kwako, aidha kupitia andiko, kupitia sauti, kupitia mwangaza, ama njia yote ile ambayo itampendeza Mungu, na matunda yaonekane na mabadiliko katika moyo wako yafanyike. Wokovu ni ufunuo wa Kristo. Na huyo Kristo ndiye anakuambia, ukitaka kunifuata Lydia, lazima ujikane, uyaweke maisha yako chini, utupilie mbali maisha ya dhambi. Ya unataka kumfuata Kristo, weka maisha yako chini. Kana hata nafsi yako. Usipende chochote cha ulimwengu. Usipende furaha na anasa za dunia. Ya weka maisha yako chini. Alafu beba msalaba wako. Uende Kalvari. Usulubishwe pamoja na Kristo. Usulubishwe pamoja na Kristo. Huu mwili wa dhambi ufe pale msalabani. Huu mwili wa dhambi ufe pale msalabani. Ukapate kuwa kiumbe kipya. Ukapate kuzaliwa katika mauti ya Kristo. Iko hivyo. Wokovu ni
kusulubiwa, kufa, kuzikwa na kufuka pamoja na Kristo katika mauti yake. Na hii yote inafanyika kwa imani kutoka ndani ya moyo wako. Kwa imani. Wokovu ni kusulubiwa, kufa, kuzikwa na kufufuka pamoja na Kristo kwa njia ya imani ndani ya moyo wako. Hapo unapata moyo mpya na roho mpya ambaye ni Roho Mtakatifu wa Kristo. Huo ndo unaitwa ubatizo wa Roho. Ubatizo wa Roho Mtakatifu unafanywa na Mungu mwenyewe Lydia. Unafanywa na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ni uweke maisha yako chini. Uchukue msalaba wako, uende Kalvari, usulubiwe pamoja na Kristo. Lydia. Ukiangalia kitabu cha Ezekieli 36:26 na 27. Maandiko yanasema nitawapa moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yenu. Ukiweka maisha yako chini, ukane ulimwengu, furaha zote, anasa zote za dunia, uzikane, uzitupilie mbali. Uzitupilie mbali. Mungu anakuambia atakupa moyo mpya na roho mpya. Anasema nitawapa moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yenu. Nitaondoa ndani yenu moyo wenu wa jiwe na kuwapa moyo wa nyama. Hivyo ndo Mungu anasema. Ataondoa huu moyo ambao ni moyo wa jiwe, ambao unakufanya unakuwa na kiburi, ambao unakufanya hautaki kutii sauti ya Mungu. Yesu anasema huo moyo hataung'oa. Alafu aeke moyo wa nyama ndani yako Lydia. Moyo ambao ni wa kuvunjika, kupondeka, moyo ambao ni wa kushuka, moyo wa kunyenyekea, moyo wa utiifu, moyo wa kutii sauti ya Mungu. Na aeke tena roho mpya ndani yako. Aondoe roho chafu, roho ya kuchukia, roho ya wivu, aiondoe. Aeke roho mpya ndani yako ambaye ni Roho Mtakatifu wa Kristo. Huo ndio unaitwa ubatizo wa Roho. Na huo ndio wokovu. Moyo mgumu unatolewa, unapewa moyo wa nyama. Na unapewa na roho mpya ambaye ni Roho Mtakatifu wa Kristo. Huo ndio wokovu Lydia. Wokovu ni wakati hilo limefanyika, na hilo linafanyika wakati tu umeamini kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo. Hilo ndio huwa linafanyika katika moyo wako kwa njia ya imani. Wakati unaamini kwamba Yesu alisulubiwa, alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu na dhambi za ulimwengu wote. Wakati unaamini hicho, ndio ile andiko huwa limefanyika ndani ya moyo wako. Mungu huwa anaondoa immediately wakati unapokea hiyo imani kwamba Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na kwa damu yake nikatakaswa na kwa mwili wake nikapata upatanisho. Mungu ameondoa moyo wa jiwe, ameweka moyo wa nyama na ameweka Roho Mtakatifu ndani yako. Na huo ndo wokovu, na hiyo ndo imani. Hiyo ndo inafaa ifanyike ndani ya moyo wako Lydia. Huo ndo wokovu. Hakuna wokovu mwingine. Wakati unasikia Yesu akisema katika kitabu cha Yohana 3:3-5, ili kurithi ufalme wa mbinguni lazima uzaliwe mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni hicho ambacho Mungu anakizungumzia katika Ezekieli 36:26 na 27. Hiyo kupokea moyo mpya na roho mpya, hiyo ndo kuzaliwa mara ya pili. Huo ndo ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na huo ndo wokovu. 27 inasema
27 inasema, nami nitaweka roho yangu ndani yenu na kuwafanya ninyi mfuate amri zangu na kuwafanya kuwa waangalifu kuzishika sheria zangu. Wakati Mungu ameondoa moyo wa jiwe ndani yako Lydia na kuweka moyo wa nyama na kuweka roho mpya ndani yako, huyo roho mpya ni Roho Mtakatifu ambaye ni roho wa utiifu. Huyo ni roho ambaye atakufundisha, ni roho ambaye atakufanya utii chochote ambacho Mungu anakuzungumzia. Ni roho ambaye atakuongoza, atakuwa kama mwalimu kwako. Roho mpya. Nitaweka roho wangu mpya ndani yenu. Kwako, kwa Silvana, kwa Gertrude, kwa Maitha, kwa Karo, kwa Moses. Mungu anasema ataweka moyo mpya na roho mpya ambaye ni Roho Mtakatifu wa Kristo. Kwa hivyo unafaa uwe na tumaini na ile. Kuwa na tumaini na ile. Kuwa na imani na Kristo kwamba hili ambalo analisema atalitenda. Atalitenda. Na ili uokoke, lazima ukubali kufa, Lydia. Lazima ukubali kusulubiwa pamoja na Kristo. Maana pasipo kusulubiwa pamoja na Kristo hakuna wokovu, Lydia. Ni lazima ukubali Mungu akusulubishe pamoja na Kristo kwa njia ya imani. Hayo yote yanafanyika kwa njia ya imani. Kwa hivyo ni Lydia na kila mmoja ambaye ananisikiza, ni wewe uchukue jukumu la kuamini kila ambacho Mungu alikifanya kupitia mwanae ambaye ni Yesu Kristo pale msalabani. Yesu alisulubiwa ili tuwe na uzima wa milele. Yesu alisulubiwa ili tuwe na uzima wa milele. Tupate kutembea katika njia ya haki, sio katika njia ya mauti ambayo inatuelekeza jehanamu. Ni aidha ukubaliane na neno la Mungu. Ufe pamoja na Kristo, uzikwe pamoja na Kristo, ufufuke pamoja na Kristo kwa njia ya imani. Ama ukatae ukae katika hali ya upuuzaji, ufe na uingie jehanamu. Mungu hana ushirika na dhambi. Mungu anasema hakuna amani kwa waovu. Yeyote ambaye amemkataa Kristo, yeyote ambaye amemkataa Bwana wa neema, mwisho wake ni maangamizi. Ni mtu ambaye amechagua njia ambayo inaelekeza kwenye mauti. Kama venye Mithali 14:12 inasema. Ni mtu ambaye amechagua njia ambayo inaelekeza kwenye mauti. Hauwezi ukakataa Kristo na utarajie urithi ufalme, haiwezekani. Yesu alitoka mbinguni ili aje ulimwenguni, achukue dhambi za wanadamu na afe nazo, ili mwanadamu apate ondoleo la dhambi na kwa mwili wake apatanishe ulimwengu wote. Kwa hivyo ni uwe makini sana chenye unasikia. Hautasikia injili siku zote. Ukiangalia kitabu cha Yohana 1:29 inasema, siku iliyofuata Yohana alimuona Yesu akimjia, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu haichukuaye dhambi ya ulimwengu. Haya.
Ukiangalia kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 11, andiko linasema nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu ambaye anazichukua dhambi za ulimwengu na asulubiwe, hamwage damu. Na kwa hiyo damu ambayo hiyo damu ya mwana kondoo ambayo ilimshinda shetani mbinguni, kwa hiyo damu ipee ulimwengu uzima wa milele, ipee ulimwengu wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Damu hiyo ya mwana kondoo ambayo ilishinda vita mbinguni, hiyo ndio damu ambayo inashinda vita vya shetani hapa ulimwenguni. Ni mwanadamu Lydia, mwanadamu Maida, mwanadamu Moses, mwanadamu Faraja, Salome, Gertrude, Silvana na yeyote ambaye ananisikia, ni yeye akubaliana neno la Mungu kwamba ni mwenye dhambi na ashuke, hatubu dhambi, haziungame kikamilifu, azikiri zote bila pasipo kuzificha. Maana ukiendelea kuficha dhambi zako hautapata rehema. Mithali 28 mstari wa 13. Yule aungamaye dhambi zake hupata rehema, azifichaye hatafanikiwa. Ni wewe uungame dhambi zako pasipo kuzificha, uzitubu mbele za Mungu na ugeuke, utupilie mbali hizo dhambi na hayo makosa na hayo maovu yote. Uyaweke maisha yako chini kikamilifu na uchukue msalaba wako, usulubiwe pamoja na Kristo. Uamini kile ambacho Yesu alifanya, kwamba mmefanywa pamoja naye. Alikufa, uamini umekufa pamoja naye. Na kwa damu yake, kwa kifo chake, unapokea uzima. Unapokea ondoleo la dhambi kupitia damu yake. Na kupitia mwili wake anakufanyia upatanisho. Kwa kuwa kila mwenye dhambi ni adui wa Mungu, lakini tunapata upatanisho kupitia mwili wa Kristo. Hivyo ndio kitabu cha Warumi 5 kinaeleza. Na Waebrania 10:10. Katika mapenzi hayo, Waebrania 10:10 nasema hivyo. Katika mapenzi hayo, acha tulisome. Katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa. Nasema katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa na kufanywa watakatifu kwa njia ya sadaka ya mwili wa Yesu Kristo aliyoutoa mara moja tu. Mwili wa Kristo ulitolewa uwe sadaka kwa ajili ya dhambi na maovu yetu. Kwa hivyo kwa mwili wa Kristo tunafanyiwa upatanisho. Romans 5:11 and 10. Kwa mwili wa Kristo, Lydia, unapata upatanisho. Tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ulimwengu ni wewe, ulimwengu ni mimi, ulimwengu ni Silvana, ulimwengu ni Gertrude, ulimwengu ni Mama Baraka, ulimwengu ni Moses, Karo na Maiti. Sisi ndio ulimwengu. Alichukua dhambi zako zote na zangu zote na za ulimwengu wote, zikawekwa kwa mwili wa Kristo. Na baada ya dhambi kuwekwa kwa mwili wa Kristo, zikahukumiwa. Kabla tujasoma Warumi 8 mstari wa 3, acha tuangalie Isaya 56 mstari wake ni wa Isaya 53 mstari wake ni wa 6. Inasema sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, naye Bwana aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Morris amepotea, Griffin amepotea, Lydia amepotea, Maida amepotea, Silvana amepotea, Abraham amepotea, Winifrida amepotea, Mama Baraka amepotea. Na tukiwa tumepotea hivyo, Mungu anasema alichukua maovu ya hawa wapotevu wote. Hawa watu wote ambao walikuwa wamepotea, alichukua maovu yao yote na dhambi ambayo walirithi kutoka kwa Adamu zote. Hiyo dhambi ya Adamu na maovu ambayo ni matunda ya ile dhambi tumezaliwa nayo,
zote alizichukua akaziweka kwa mwili wa Kristo. Kwa nini? Yesu ndiye achukuaye dhambi, Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu alichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo Mungu alichukua maovu yetu yote akayaweka kwa huyu mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Na baada ya kuyaweka kwa mwili wa Kristo, akahukumu dhambi katika huo mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ndo andiko linasema, Warumi 8:3, kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya kwa vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi, na kwa ajili ya dhambi yeye alihukumu dhambi katika mwili. Kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya kwa vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili, Mungu alimtuma mwanawe mwenye mfano wa mwili wa mwanadamu. Unaelewa? Mungu alimtuma mwanawe mwenye mwili ulio wa dhambi, na kwa ajili ya dhambi yeye alihukumu dhambi katika mwili. Mungu alimtuma Kristo na akazichukua dhambi zetu, zikawekwa kwa Kristo, kwa mwili wa Kristo. Na baada ya kuwekwa kwa mwili wa Kristo, zikahukumiwa. Yesu akachumbuliwa, akapigwa, damu ikamwagika, ili maovu ambao umeyafanya Lydia yaoshwe. Yesu akavishwa taji la miba Lydia, ili mawazo machafu ni yabaya zioshwe. Yesu akatobolewa ubavuni mwake. Kiangalia kitabu cha Yohana 19 mstari wa 34, inasema, badala yake mmoja wa wale askari akamchoma mkuki ubavuni, mara pakatoka damu na maji. Damu na maji. Damu ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Maji inaashiria ubatizo. Kwa hivyo walimtoboa ubavuni mwake mpaka wakatoboa moyo wake, ili dhambi ambayo ulizaliwa nayo. Zaburi ya 51 mstari wa 5, hakika mimi ni mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba tumboni mwa mama yangu. Kwa hivyo tunazaliwa tukiwa waovu toka tumboni. Hiyo dhambi alitobolewa ubavu wake mpaka moyo ukatobolewa. Hiyo dhambi ikapata adhabu, ikahukumiwa, wakatoka damu. Hiyo damu ikaosha hiyo dhambi. Na yale maovu ambayo ni matunda ya hiyo dhambi, Yesu akapigwa mijeledi, mwili wake ukachumbuliwa, ambapo dhambi zetu, maovu yetu yalikuwa yamewekwa, maovu yetu yakaoshwa, ili kwa damu ya Kristo upate uzima wa milele. Lydia, upate uzima wa milele. Ina haja gani uendelee kutembelea katika njia ambayo itakuelekeza mautini, wakati Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako? Haistahili. Unafaa uweke imani kwa hii damu. Lydia. Eka imani kwa hii damu. Kiangalia Mathayo, tuko mbali kumaliza, Mathayo 26:28, inasema, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya Lydia na Salome na Gertrude, kwa ajili ya wengi. Kwa ajili ya Lydia, Moses, Silvana, Karo, kwa ili ifanyike nini? Ili dhambi zao ziondolewe. Kwa hivyo damu ya Yesu kaivali Lydia. Kutoka Gethsemane kwa Herode, kwa Pilato, Yesu anapigwa mijeledi, damu inamwagika. Anasulubiwa, damu inamwagika msalabani, anagongelewa misumari kwa miguu. Amekufa bado, anatobolewa, damu inamwagika, ili kwa hiyo damu Lydia apate msamaha wa dhambi, apate ondoleo la dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Eka imani kwa hiyo damu. Weka imani kwa hiyo damu ya Kristo ambayo ilimwagika ili upate msamaha wa dhambi.
Hiyo ndo imani. Hiyo ndo imani. Dhambi zangu ziliwekwa kwa mwili wa Kristo na zikahukumiwa pale. Sina dhambi tena. Na baada ya kuhukumiwa zikaoshwa kwa damu pale msalabani, nikawekwa huru. Bora uendelee kuwa mtumwa wa dhambi. Ni kwa sababu ya kutokuamini. Usiendelee kukaa katika hali ya kutokuamini hata kidogo. Usiendelee. Acha tuamini, tuombe. Na kushukuru wewe Mungu uliye mtakatifu, uliye juu sana. Bwana nasema asante kwa ajili ya huu ujumbe ambao umezungumza nami na ukazungumza na Lydia, ukazungumza na Silvana, Gertrude, Salome, Mama Baraka, Karo, Maithia, hata Moses. Na kila mmoja Bwana ambaye atasikia ujumbe, hata watakatifu walio ndani ya Kristo. Mungu umezungumza nasi. Nenda ukafuatilia ujumbe, hasa kwa wale ambao wako katika toba. Mungu Bwana, enda ukawasaidia wafikie imani. Enda ukawaondolee dhambi, enda ukawape msamaha Bwana kupitia damu ya Kristo na kwa mwili wa Yesu ukawafanyia upatanisho. Enda ukawape imani wapate kuamini kile ambacho kilifanyika pale Kalvari Bwana. Enda ukawasulubishe pamoja na Kristo. Enda Bwana ukaondoe moyo wa jiwe ndani ya mioyo yao na uweke moyo wa nyama, moyo wa kuvunjika, moyo wa kupondeka, moyo wa machozi. Enda ukaweke roho mpya ndani yao ambayo ni Roho Mtakatifu wa Kristo. Enda ukaondoe kutokuamini ndani ya mioyo yao Bwana. Enda ukawatakase, enda ukawasafishe Bwana. Maana dhambi na kutokutii Bwana kulihukumiwa katika mwili wa Kristo. Hakuna chochote ambacho Bwana kinastahili kizuie hizi nafsi kupokea imani. Tafadhali Bwana Mungu, unamuombea hata Kevin akiwa Kiambu, ambaye amelemewa na dhambi ya gambling na kutazama pornografia na kupiga punyeto. Mungu enda ukampe toba akapate kugeuka kutoka kwenye hizi dhambi. Hata mtoto wa mwendwa babu Ashiri Makena, Mungu namkabidhi mikononi mwako hata akiwa university. Enda ukamuondolee imani potovu, imani za kishetani, kwamba anaweza kaa katika ngono ya jinsia moja na bado akarithi ufalme wa Mungu. Hayo ni mafundisho ya mashetani ambayo yanaingizwa kisirisiri na ibilisi shetani katika mioyo ya wanadamu. Mungu enda ukamtakase, enda ukamuoshe, enda ukampe toba, enda ukampe huzuni ya kimungu, enda ukamuondolea hayo mapepo katika jina la Yesu Kristo. Mungu natangaza uzima kwa huyo msichana. Enda ukamsaidie Bwana. Enda ukamsaidie mwendwa babu pia, ambaye ni mama yake. Enda ukampe ujasiri katika kushiriki neno hata kwenye mitandao. Na umsaidie apate kufanya uinjilisti, apaze sauti. Apate kutoa kile ambacho umeweka ndani ya moyo wake Bwana. Tafadhali namuombea huyu mwanamama Bwana. Enda ukamsimamisha imara katika imani. Enda ukampe hekima na ujasiri katika kulitangaza neno lako katika platform zote kwenye mitandao ya kijamii. Tafadhali Bwana, enda ukamkinge kwa damu ya Kristo, enda ukamfunike, enda ukamwepushe na majaribu, enda ukamwepushe na yule mwovu ibilisi. Enda ukazidi kumpa nguvu ya kushinda dhambi. Mungu Bwana, enda ukamsaidie Bwana. Tafadhali Bwana, enda ukatutie nguvu sote, mikono na miguu ambayo imelegea. Enda ukatukumbuke sote kwa pamoja, enda ukaturehemu. Tafadhali Bwana, ni katika jina lako lililo kuu Bwana naombea hata ushirika wa Afrika Ripendi ulio Tanzania, chini ya mtumishi wako Abraham Mabanda na mke wake Winifrida Mwajengwa. Mungu enda ukawatakase Bwana, enda ukawaoshe, enda ukawatenge mbali na dhambi kikamilifu. Enda ukawape kiu na njaa kusoma neno. Ile kundi ambalo umeliweka chini yao Bwana, acha wakawe watumishi waaminifu. Tafadhali Mungu, cha moyo wa upendo Bwana ukae
jae ndani yao. Acha neno lako likawe tele na nuru ya Kristo ndani ya mioyo yao, ili wakapate kuwa kielelezo katika ule mtaa wa Makongolosi. Bwana, tafadhali ya Mungu, tunawapenda kama madugu ndani ya Kristo. Mungu enda kuwasaidia. Tunampenda pia mwendo babu kama dada ndani ya Kristo. Enda kumsaidie, enda kumfungulie milango ya kazi, enda kumbariki, enda kubariki uzao wa tumbo lake. Bwana, ya Mungu tafadhali Bwana, acha neema zako zikawe nasi sote kwa pamoja. Enda ukatubariki Bwana, na zaidi ya yote jina lako Mungu likabaki kubarikiwa zaidi na zaidi, kwa kuwa sifa na utukufu unastahili wewe milele na milele. Enda ukatusaidie Bwana. Yesu Kristo uliye mkombozi na mwombezi wetu, naamini umesikia na utazidi kutuombea kwa yale ambayo Bwana tujaomba. Ya Mungu tafadhali Bwana, enda ukainuliwe, enda ukatukuzwe Bwana. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12 unasema jina la Kristo ndio jina lililo kuu ambalo umetupa tuliitie Bwana. Unasema yote ambaye atakayelitia ataokolewa Bwana. Mungu enda ukaokoe nafsi Bwana. Unasema siku ya wokovu ni sasa hivi. Enda ukamkomboe Lydia Bwana. Enda ukamuondolee kutokuamini tafadhali. Mpe huzuni ya kimungu na toba ya kweli na imani. Hata Moses enda ukampe huzuni ya kimungu, toba na imani. Hata Maida na mke wake Silvana, Jetro, Mama Baraka, Salome na wote pale Makongolosi, hata Kevo, hata Ashiri Makena. Mungu wote na waombea, neema yako ikawe nao Bwana. Kumbuka hata Juma Saidi akiwa Tanga, Tanzania. Mungu enda ukazidi kunena naye Bwana, asije akaacha kuwa na ushirika na wewe Bwana akarudi kwenye ulimwengu. Mungu enda ukamlinde kwa damu ya Kristo. Ukumbuke Wekesa, enda ukazidi kunena naye na umuimarishe katika imani tafadhali Bwana. Enda ukatusaidie, ukatubariki sote kwa pamoja, katika jina lako lililo na safi tumeomba na hata kuamini. Amen. Cha jina lako Mungu lipewe sifa.